Zamani mimi nilikuwaga nikimuona mwanaume, labda ni mtu ambaye labda tunafanya wote kazi, labda ni colleague, namuona ana upendo, he is very very innocent, ni mzuri, anapenda watoto, anapenda wanawake, kama kuwasaidia mwanamke akiwa na mzigo, au hao wanawake wenye mimba wakija pale anawasaidia, kama yuko kwenye kiti atapisha. Mimi sipendi mwanamke asimame wakati mimi nimekaa. Kama ni kwenye usafiri atasimama, atamwacha mwanamke akae. Yani hivyo, yani anakuwa ni very very charming and all that. Sasa ukienda kwake mtu kama huyu, labda ni colleague amewaalika kwake, mkifika kwake mnakuta mke wake she's very cold, the lady is very cold. Alafu sasa kwa sababu yuko na nyinyi pale, anamuhaga, waifu, nimekuja na wageni hapa mama yangu. Wife unamuona kabisa like ana happiness, yani yuko cold, anasema tu sawa, karibuni karibuni sana, ameparara, hana mvuto, yupo tu maskini. Basi mimi zamani nikawa nasema wanawake wengine wanagubu, mimi ndo ningepata mwanaume kama huyu, yani namzalia watoto 200, nitampenda, yani mimi ndo ningepata. Yani kuna wanawake bwana, yani jamani, kwenye miti wakuli kuna kusaga wajenzi, penye miti mingi hapana wajenzi. Mwanaume kama huyu naye wa kumkalia kimya, huyu mwanaume, yani huyu mwanamke ana tabia mbaya, ana roho mbaya, apendi wageni. Nilikuwa nawasema hao wanawake guys, nilikuwa nawasema bila kujua kwamba wale wanaume wanakuta wamevaa mask. Huyu kaka unakuta amevaa mask kwa sababu sisi tuko pale. Anachokipitia yule mwanamke anajua yeye na Mungu wake. Sikuwahi kujua until nilivyokuwa na mimi nikaingia kwenye mahusiano na wanaume narcissist, ndio nikaanza kupata picha kwamba au hiki kinachonikuta leo ndio kwa kinawakuta wale wa mama, kwa sababu nimeishaenda kwenye nyumba zaidi ya moja, kama sio 2 ni 3, nakutana na wanawake wako cold. Yani tofauti na mwanaume alivyo. Mwanaume nakwambia yuko vizuri, ana matashiti, mwanaume yuko sawa, lakini mwanamke anakufa, mwanamke anagugumia. Sikuwahi kujua maana yake, sikuwahi. Mimi mwanzoni nilikuwa na blame, nilikuwa najua wanagubu and all that. Kitu ambacho nataka kusema, usiwahi kumlaumu mwanamke yoyote ambaye yuko kwenye ndoa yake, yuko cold, labda mume wake anajifanya amechangamka, yeye yuko kawaida. Usiwahi kumlaumu, usiwahi kusema mwanamke anagubu. Huyo mwanamke anachokipitia anajua yeye, anaishi na narcissist. Na kama hujawahi kuishi na mwanaume mwenye roho mbaya, huwezi kujua, huwezi kuimagine. It is until uanze kuishi na mwanaume wa namna hiyo. Kwa hiyo jamani, nimejifunza vitu vingi sana. Yaani ukiona mwanamke anataka kuacha ndoa yake, muache aondoke. Anajua anachopitia yeye na Mungu wake.